Katika taarifa za tetesi za usajili za kunyepia ambazo zimezipata kutoka katika viunga vya Twiga na Jangwani, kwa mojawapo kati ya watu wa ndani kabisa ambaye jina lake tunalo, tumepewa taarifa kwamba mazungumzo juu ya mkataba mpya wa kiungo mshambuliaji raia wa Ivory Coast Pacome Zouzoua na klabu ya Yanga ama uongozi wa klabu ya Yanga yamekuwa ya kusuasua na ni danadana za hapa na pale. Wakala wake Zambo Traore pamoja na Pacome ambaye ndo mteja wake wamekuwa wakisita kwenye kutilia saini ama kumwaga wino kwa ajili ya kandarasi mpya katika klabu hiyo ya Yanga, na hii ni baada ya wao kuweza kupokea ofa mezani kutoka katika klabu ya Al Ahly International, Al Ahly ya pale Misri, mabingwa hao wa kihistoria wa ligi ya mabingwa barani Afrika, ambao wametuma ofa rasmi katika kwa wakala wa mchezaji huyo ambaye ni Zambo Traore, na ofa hiyo inakadiriwa kuwa ni ya zaidi ya bilioni 1.5, huku akipewa ofa pia ya mshahara wa shilingi milioni 126 kwa mwezi. Pacome Zouzoua pamoja na wakala wake, baada ya kupokea ofa hiyo, wamekuwa na uzito kidogo kwenye kutia saini ama kumwaga wino kwa ajili ya mkataba mpya kuendelea kusalia katika viunga vya Twiga na Jangwani kwa msimu mwingine ama kwa misimu mingine zaidi. Pacome kwa sasa amesaliwa na mkataba wa mwaka mmoja tu katika kandarasi yake ya kuweza kuitumikia klabu ya Yanga. Hivyo klabu ya Yanga pengine kwa kuona kwamba Pacome amesita kwenye kusaini mkataba mpya, ni vyema wakaridhia kuweza kumuuza, lakini la sivyo watambulia patupu, kwani Pacome msimu ujao katika dirisha kubwa anaweza akaondoka katika klabu hiyo akiwa kama free agent. Kwa hiyo kwa ofa ambayo imekuja kwa sasa hivi, pengine Yanga wanaweza kachakata kwenye akili zao na kuona ni kitu gani ambacho kitafanyika, lakini ndio imekuwa hivyo kwa mujibu wa taarifa ambazo tumepenyezewa na chombo rasmi kabisa kutoka ndani ya viunga vya Twiga na Jangwani, kutuelezea kuhusiana na mustakabali wa Pacome Zouzoua na mkataba mpya. Lakini tuliona siku za hivi karibuni pia kulikuwa na tetesi kwamba klabu ya Simba na yenyewe imeingia vitani kwa ajili ya kuhitaji huduma ya kiungo huyo mshambuliaji raia wa Ivory Coast ambaye amekuwa na kiwango bora sana katika msimu huu, lakini vile vile pia na msimu uliopita. Tangu ametoka katika ardhi ya Tanzania amekuwa katika kiwango bora sana, na pengine amesalia katika kumbukumbu za vichwa vya viongozi wa klabu ya Al Ahly baada ya kuwasumbua katika gemu ya kwanza, ambapo katika gemu hiyo ya hatua ya makundi ya ligi ya mabingwa Afrika katika msimu uliopita, ambapo Yanga walikuwa kundi moja na Al Ahly Sierra Belouizdad na Medeama ya pale Ghana, alionekana kuwa katika kiwango bora kweli na kuwasumbua vilivyo wachezaji ama walinzi wa klabu ya Al Ahly. Na inakumbukwa Al Ahly ambao walipata goli la kutangulia, lakini Pacome kwa juhudi zake binafsi dakika za mwisho aliweza kuisawazishia klabu ya Yanga goli na kufanya matokeo yakamalizika kwa sare ya 1-1. Lakini vile vile katika mchezo wa marudiano kule Cairo Misri, alionekana kuwa katika kiwango bora kiasi cha kwamba kufanya mabosi wa klabu hiyo kuweza kuwaza mara mbili. Licha ya kwamba Pacome Zouzoua umri wake unamtupa mkono, lakini mabosi wa Al Ahly wameona kwamba ni mchezaji ambaye anaweza kuwafaa kwa short term project, kwani anaweza bado kutumika kwa misimu miwili, msimu mmoja ama miwili katika kiwango bora zaidi, na akaongeza kitu katika kikosi hicho cha Al Ahly ambao wamekuwa ni mabingwa wa Afrika takriban mara 12, lakini vile vile kule Misri wakiwa wamekusanya vikombe tele. Na kwa upande wa Zambo Traore ambaye pia ni wakala wa mchezaji Stephen Aziz Ki sambamba na Yao Kwasi Artola na Joseph Gede, lakini vile vile na mchezaji wa klabu ya Simba Jean Charles Ahoua, yeye ameonekana kushikilia msimamo wake. Labda pengine na wenyewe wameweka matakwa yao mezani kwamba kuna mahitaji fulani ambao wanahitaji kwenye maboresho ya mkataba mpya, haijajulikana, lakini inaonekana wazi dili kutoka katika klabu ya Al Ahly limewachanganya akili zao kweli na kuona kwamba pengine wanaweza kulitumia dili hili, ukizingatia na umri wa Pacome pia umeshakwenda sana. Lakini kwa upande wa mchezaji Yao Kwasi Artola, ambapo Zambo Traore alishuka Tanzania kwa ajili ya kuweza kufanya mazungumzo ya maboresho ya mikataba ya wachezaji wake hao, kwa upande wa Yao Kwasi Artola pengine dili lake linaweza lisiongezeke ama mkataba wake usiongezwe tena kutokana na changamoto ya majeraha
ambayo imekuwa ikimkabili kwa takriban msimu mzima. Amekuwa na on and off nyingi katika pitch, na jambo ambalo limesababisha klabu ya Yanga kuingia gharama kuweza kumsajili mlinzi mwingine ambaye si mwingine bali ni Ezra Patrick Mwenda kutoka katika klabu ya Singida Black Stars, na amekiwasha kweli kweli tangu amejiunga na klabu hiyo chini ya Hamdi Miludi. Amekuwa akipata nafasi ya kwanza kwenye kikosi mbele ya Kibwana Shomari, na kwa hiyo Yanga pengine wanaweza kaachana na Yao Kwasa Toula na pengine wakaingia sokoni kwa ajili ya kumtafuta mlinzi mwingine wa kimataifa kwa upande wa kulia, ama wakasalia na Ezra Patrick Mwenda sambamba na Kibwana Shomari katika eneo hilo. Lakini kwa upande wa Yao Kwasa Toula, pengine safari yake katika klabu ya Yanga ikawa imefikia tamati na kushuhudia akienda kutafuta changamoto mahala pengine kutokana na ishu yake ya changamoto za majeraha ya mara kwa mara. Lakini na kwa upande wa Stephen Aziz Ki, kuna ofa ambayo ilikuwa mezani mnamo dirisha la Januari, lakini klabu ya Yanga ikaingia maridhiano ya kumuomba asalie mpaka mwisho wa msimu ndipo waweze kumuuza rasmi kufuatana na ofa ambayo itakuwa mezani. Hizo ni updates ambazo zimetoka katika viunga vya Twiga na Jangwani vikizungumzia sakata zima la mkataba mpya wa Pacome Zouzoua Zidane wa Ivory Coast. Hizi ni updates za Renew Updates. Usisahau kusubscribe katika YouTube channel yetu.